Kawaida tunakaa wote hadi mida ya saa 3. Nimekuambia asubuhi ya leo niko na panel kubwa sana ndani ya studio. Kuna swala zima la Okoa Mombasa. Je, unafahamu ni nini? Wadau wa sekta ya elimu wanalalama kuhusiana na agizo la serikali la kuweza kusitisha kwa muda ama kuweza kuagiza makasha yote yanayopakuliwa katika bandari ya Mombasa yaweze kusafirishwa kupitia SGR, lakini hivi karibuni serikali imeweza kusitisha agizo hilo, na pia vile vile ni swala ambalo bado wadau wa sekta ya uchukuzi hawajaridhishwa nalo. Maandamano yangali yanafanyika kila siku ya Jumatatu kuweza kupinga agizo hilo, lakini je, ni nini hasa ambacho kinapiganiwa kwa hivi sasa? Wadau wanasema ya kwamba uchumi kaunti ya Mombasa unadorora kutokamana na hilo agizo. Je, hayo yote ni kweli? Kuna natija yoyote ambayo itaweza kupatikana? Tutakuwa tunalizungumzia swala hilo kwa kina. Niko na wageni ndani ya studio. Muda usiokuwa mrefu, msikilizaji, taanza rasmi mdahalo huo, lakini kwa sasa Safaricom inakuahidi kuwa simple, wazi na mkweli kwa wewe mteja unapoendelea kupokea huduma na bidhaa bora kutoka Safaricom kwa bei nafuu. Chukua usukani, bonyeza *544# na utaweza kutumia kila coin yako bila stress ya expiry. Safaricom, welcome to a new world of experience. Safaricom, simple, transparent and honest for you. Kwanza nianzie na Ahmed Omar ambaye ni katibu mdogo katika chama cha madereva wa masafa marefu. Kwa hivi sasa tunasikia kwamba madereva ama malori yanaruhusiwa kusafirisha makasha. Wafanyabiashara wanasema kwamba baadhi yao wanatoa makasha katika bandari ya Mombasa kusafirisha kwa njia ya malori. Je, ni kweli? Songea karibu na makasha. Asante sana Bilal. Kwa kusema ukweli, habari hizo sio za kweli. Kwa sababu juu ya kuwa Waziri Macharia alitoa agizo hilo la kusitisha directive ya kusema kuwa amesuspend hiyo, lakini hakuna kwa maandishi na on the ground kiwanjani hakuna ya magari hayapaki, na hiyo inaweza kushuhudiwa kabisa na mhusika kabisa ambaye ni katibu mwenzangu yuko hapo Bwana Sani. Yeye ndio kwenye poti na anaona, na sisi pia ni madereva pia tunaona mambo yanaendelea ambaye sio ya kweli kabisa. Kwa hivyo tangu lini mwisho malori muweze kusafirisha makasha kutoka bandari? Tangia siku ambaye agizo hili iliwekwa na waziri, hakuna malori yaliyopakia makasha. Okay. Sang, kuna tetesi kutoka kwa baadhi ya wanaofanya kazi ya kusafirisha makasha kupitia barabara, yani kupitia trucks. Wanasema kwamba baadhi yao wanatoa makasha kutoka bandari tangu agizo la serikali lisitishwe. Kama Secretary General wa Dockworkers, je, ni kweli? Hali ikoje labda kwa hivi sasa? Nafikiri swali halingekuwa hivyo. Swali lingekuwa kwamba hiyo agizo is it a structure? We will come to that. Yes. But what is the situation? The situation on the ground is different. It's totally different. Iko tofauti sana kwa sababu pale chini makasha bado hazija hawajatoa idhini au labda directives ya kwenda kwenye CFS. Na kama wametoa ni kidogo sana, kiasi kidogo sana. Very very negligible percentage ambao hata does not have any impact. Kwa hivyo kunao yale ambayo yanasafirisha kupitia kidogo kidogo. Iko lakini ni kidogo sana. Okay. What is the problem right now? Kama iko lakini ni kidogo, mbona iwe kidogo? Ni kwa sababu hakuna directive ambao ni ya kimaandishi. There is no documented directive to that effect. Walizungumza kwa njia ambayo is like ilikuwa ni jua kali sana. I mean it was very informal. Ndio sababu KPA pia hawajaweza informal in what aspect? Wajua informal ni hivi. Kenya Ports Authority ni shirika kubwa. Ministry of Transport ni shirika kubwa, ni department ya serikali. Mawasiliano yote baina ya serikali na Kenya Ports Authority huwa lazima iwe structured kwa njia ya kimaandishi. Directive lazima iwe signed. Na stakeholders ni watatu. Kuna stakeholders ambao ni Kenya Ports Authority, stakeholders wengine ni Kenya KRA, the stakeholders wengine ni wale ambao wanahusika. Na hakuna mkutano ambao walisainisha hawa wote. Hiyo ndio unatakana wasainishe wote. Yeah. Kwa hivyo ile agizo ambalo limeweza kutolewa ya suspension ya hiyo directive ya kwamba kwa sasa wamesitisha kama serikali ya kwamba all containers ambazo zinapakuliwa kutoka bandari zisafirishwe na SGR. Pia sasa kuna hiyo market, free market force ambao mtu yote anaweza kuchagua mfumo wote ambao unataka. Kwa hivyo unasema kwamba umetolewa tu kwa mdomo, hakuna mahali labda imetolewa circular
ikawekwa kwamba it is now official ya kwamba haya magari pia yanaweza kutoa makasha, kitu kama hicho hamujaona kitu kama hicho kiweza kufanyika? In fact serikali hawajakubali ya kwamba Market Forces iwachiliwe ifanye hiyo kazi. Hawajakubali. Na hiyo ndio inasababisha ya Kenya Ports Authority na KRA wasitoe circular yote. Kwa sababu circular yote ingetokea wakati wameafikiana. Nafikiri jambo kubwa ndio hilo, serikali wakubali ya kwamba Market Forces iachilie iweze kuchukua mrengo yake. Okay. Yes. Na umetangulia kusema kwamba hiyo directive it is not structured. It is not structured kwa sababu gani? Wajua watu walipotoa malalamishi, Strasfortas walipotoa malalamishi na wale the owners of CFS. Ikawa mkutano ilifanyika lakini hakuna documented directive. Kwa sababu lazima kuwe na documented directive so that hiyo iweze kutekelezwa. Kenya Ports Authority sahi hakuna manager atakubali kutoa directive ya kwamba sehemu kiasi gani iende CFS na sehemu kiasi gani isiende CFS gani unless it is documented. Nobody in Kenya Ports Authority operates without that document. Okay. Yeah. Na kwa nini tusipatie muda? Okay, we'll come to that. Labda Khelef, kuna kabla ya hii directive itoke, labda kama shirika la kutetea haki za kibinadamu na ni wadau katika masuala ya uchukuzi, na ndio maana mmeweza kujiingiza katika masuala ya Okoa Mombasa na hata pia kupinga hilo agizo la serikali, lakini mahakamani. Okay, mahakamani. Yeah. Na pia tunaona maandamano ambayo kila leo mnafanya siku ya Jumatatu kwa kuweza kuonesha support hawa wadau ambao wameweza kuathirika na ile agizo la serikali. Lakini tuangalie kama shirika la haki za kibinadamu, kuna kabla ya hii directive iweze kutolewa, katika biashara kuna threat factors kama vile sera za serikali na wafanyabiashara pia wapya kuingia katika biashara, na pia kuna opportunities pia vile. Je, kuja na mikakati, labda kuliweza kuangaziwa njia ya kuja na mikakati, because hata before serikali itoe directive SGR, people knew SGR inakuja. Kwa hivyo kuna threat factors ambazo zilikuwa ziko pale, lazima kutakuwa na ushindani wa kibiashara. Yeah? Kama shirika labda mliwahi kuzingatia kwamba pengine wadau wa sekta ya uchukuzi walikuwa kuwafaa wajiandae, because kama SGR inakuja inamaanisha kwamba huenda biashara nyingi sana zikaharibika, kwa sababu huenda ikawa watu wanaangalia unafuu wa kusafirisha makasha kupitia mfumo wa SGR. Je, muliangalia hilo swala la kwamba hawa wadau wa hii sekta walijiandaa, walikaa chini na kuja na mikakati wakati hata SGR ilipokuwa inakuwa introduce hapa Mombasa? Tatizo si wafanya biashara wala wachukuzi au wenye magari. Tatizo ni serikali, kwa sababu hakuna mtu anaipinga SGR kabisa, hakuna mtu anaipinga, lakini watu wanapinga kwa lazima ushurutishwa, lazima mizigo yote itolewe kwenye maili na ipelekwe pale. Na hilo ni jambo ndogo tu, lakini ukiangalia picha kubwa kabisa ni kwamba wametoa makazi yote ya Mombasa port wamepeleka Nairobi. Si kupeleka ninio clearing, forwarding, CFS, customs, verification, zote wamezondoa. Port ya Mombasa wakapeleka Nairobi. Kumaanisha watu wa Mombasa watakosa kazi, na zile kazi zitatoka Mombasa watakuwa wini ni watu wa Nairobi. Sasa hapa kuna ugatuzi. Ugatuzi ni kwamba kila mwenye nacho chake akidhibiti. Mombasa haina mashamba, Mombasa haina kofi wala haina chai, haina chochote. Tegemeo letu sana kubwa sisi ni poti. Kwa hivyo ukitole uchumi ambao uko Mombasa ukiupeleka pale pengine kunufaika watu wengine, hilo si sawa. Jambo la pili, serikali pale inapotia investment lazima ifikirie. Investment, it means watu watapata makazi, watu watanufaika. Lakini unati investment unatoa watu makazi. Manake tukimnakulu Bwana Macharia, first few weeks baada SGR kufanya kazi, alikwenda kwenye TV, kila mtu akamwona, akasema tumetoa magari 600 barabarani. Sasa kwake yeye magari ni magari,
magari 600 inaweza kuwa watu 2000 3000 wanategemea katika ile magari 600. Hilo Bwana Macharia hakufikiria hata kidogo. Lakini si kweli kwa kufikiria. Ajua watu fulani watakosa kazi, lakini kuna watu fulani watanufaika. Sasa hilo ndio lengo lake. Jambo la pili, serikali maisha yatufanye sisi kama ni watoto wadogo, sasa wao watufikiria sisi. Ugatuzi it's about consultation. Huwezi kufanya kitu mpaka washurutishe watu pia wako pale nini. Wao watufanyia vile wanavyoona wao. Sisi kama watoto wadogo ndani ya nyumba. Mtoto mdogo huwezi kumuuliza leo tupike nini, mtoto wa miaka 2 3. Wewe utafikiria. Na serikali atufanyie sisi hivyo hivyo. Watufikiria kisha vile wanavyotaka wao wafanye. Lakini hapo si kweli. Kweli kwa sababu kuna ufisadi. Barabara inaharibiwa na magari ambayo yana overload. Magari ambayo yanabeba mizigo ya ziada ambayo haikubaliki kisheria. Hivi sasa tunavyozungumza, sekta ya upande wa way bridges imefanyiwa ukarabati na imekuwa sekta very excellent. Hakuna magari ambayo yanabeba overload, na magari ambayo yanaingia, magari yote ambayo yanapita kwenye highway ya Mombasa lazima yapite kwenye way bridges. Na way bridge sio moja peke yake. Lazima apite Mariakani na nyingine mpaka kufika destination ambayo unakwenda. Na hayo way bridges hivi sasa tunavyozungumza hakuna msongamano. Magari yanaingia iwe empty iwe loaded lazima ipimwe. Na wameweka system ambaye gari kipima center Nairobi wanaona kila way bridge, kila gari inapima inaangaliwa number plate na imebeba ziada ama imebeba sawa sawa. Kwa hivyo hakuna mambo ya ufisadi. Na kama hakuna mahali kulikuwa na ufisadi mkubwa kama way bridge. Hivi sasa ufisadi kama upo is very very small, very very small. Kwa hivyo magari yanaharibu barabara ni yale yanabeba mzigo wa ziada. Sasa hakuna magari yanabeba overload. Barabara kuharibika ni out of question. Okay. Mumeathirika kwa kiasi gani? Tumeathirika kwa kuwa since makasha yanabebwa na SGR, makampuni mengi sana wamepunguza idadi ya magari yao uchukuzi. Wengine wamefunga biashara hiyo. Inamaanisha kwa kampuni ikifungwa na watu pia wanaondoka hawana kazi. Hivi sasa tunavyozungumza kuna makampuni zaidi ya 50 wamefunga makampuni yao na wafanyikazi wamepewa marupurupu yao wameondoka kwa kuwa hakuna kazi. Na gari moja ina dereva na tanboy. Sio magari mengi yana tanboy. Sasa maana matanboy wengi waliteremshwa. Sasa huyo dereva mmoja ambaye anaondoka kwenye kampuni, kuna wale mechanics ambao wanaotengeneza magari, kuna makarani wa kampuni. Sasa watu wengi sana wameondoshwa kazi. Hiyo ndio athari kubwa ambayo tumeweza kusikia. Na since dereva ameondoshwa, dereva na mke na watoto na mambo mengi, yani this problem goes deep inside the family and other people. Okay. Hali kumesikia athari ya agizo hili la kuweza kusafirisha kupitia SGR. Alafu tuje katika masuala ya maandamano. Maandamano yanakuja na athari. Kuna wajuzi na wasomi wanasema kwamba maandamano pia yanarudisha nyuma uchumi kwanza, kwa sababu kuna hatari. Panapoandaliwa maandamano kama haya ambayo yanafanyika every Mondays, kuna hali ya taharuki, kuna watu ambao wanaingiwa na uoga na hofu, wengine wanafunga maduka na biashara zao kwa sababu hawajui maandamano yale yatakuwa na athari kiasi gani. Hawajui yatakuwa ya amani ama yatakuwa na ghasia. So inawe kama watu wanafunga mabiashara, wanafunga maduka, inamaanisha kwamba uchumi pia unakuwa chini. Mshawahi kuzingatia hilo? Ofisa naona wajua maandamano hii ambayo iko Mombasa haisababishwi na watu, inasababishwa na serikali. When you have a stubborn, let me tell you, okay. When you have a stubborn government which does not our mambo ya dialogue, then what is the remedy? Remedy ni kuambia kwa njia nyingine, njia mbadala, kwa sababu njia ya kwanza ni we have spoken. They have refused. We have said let's have a dialogue. Post leaders ambao wameenda wakazungumza na serikali na ndio maana wakatoa hiyo suspension ya muda, wakasuspend hiyo directive kwa muda baada ya kufanya dialogue na hawa leaders kutoka county ya Mombasa. I wish you had gotten the statement of Hassan Joho, governor, and the statement of MP wa Mombasa County wa Mvita. Na chenye amezungumza exactly. Wamesema
nimesema watu wawili. They are very clear ya kwamba the government has refused to come up with the way forward. Government wamekubali ya kwamba there is need kuketi chini, lakini hawajakubali kuketi chini. And if dialogue is if dialogue is initiated and itekelezwa na serikali, hakutakuwa na maandamano. So what we want is an arrangement where all the stakeholders wanaketi chini, they document. One condition number moja ni kwamba let the choice to transport cargo be on the owner of the cargo, not sio ile ya kulazimisha. Okay. Market forces is is what should be left to control this. Sasa umezungumza bara maandamano. Na pia mnashutumiwa kwamba mnatumia kwa ajili ya kuweza kuonekana kwamba mnafanya kazi, kwa sababu nyinyi mashirika ambao si propaganda za cheni. Sisi we been accountable to NGO board. Kila mwaka, kila pesa ambayo tunapata kutoka wafadhili lazima tu accounted for. Lazima. Jambo jingine, maandamano imo ndani ya katiba, ni haki yetu. Pale unapoona panatoka fujo katika maandamano, si wale ambao waandamana, ni bali polisi. Polisi wakianza kuingilia maandamano, wakianza kurusha tear gas, wakaanza kupiga risasi, pale sasa inakuwa wapata mpatai. Maandamano yote mimi nakwambia, hakuna maandamano ya fujo. Lakini pale polisi wanapoingilia ndio inakuwa fujo. Na kisha badilisha katiba. Sema hakuna katiba ya kuandamana. Hatuandamane. Lakini sheria hii si Kenya tu. Hong Kong leo mwezi wa 3 wa 4 watu milioni 2 barabarani. Algeria leo sijui mwezi wa 2 waandamana. South America waandamana. Ushafahamu, Spain sasa waandamana. Kila pale ambapo tunatoka dhulma lazima watu waandamana. Hawezi kusema kwa manake sasa sisi tufikirie wenye biashara ambao masaa 3 4 itaharibia, lakini kuna watu maelfu wamekosa makazi yao. Tusifikirie wale, tufikirie hawa kidogo. Haiwezekani hivyo. Okay, asante sana. Okay. Nina jambo lingine nataka kuzungumza. Tokea haya maandamano walianza mpaka leo hii ya Jumatatu itakuwa ni ya 8. Na ya 7 na ya 8 iliweza kusimamishwa na polisi. Walikataa kutoa permit ya watu kuandamana. Inamaanisha kwa hivi sasa tunazungumza hiyo kesi iko kotini. Iko kotini na inasikizwa leo. Na kabla hapo, kwa hiyo muda mrefu ambayo ilikuweko, mheshimiwa wetu Bwana Joho ambaye ni gavana wetu wa Mombasa aliitisha mkutano katika ofisi yake, ndo vuguvugu hili la kuandamana likaanza. Ni almost 1.5 months now. Aliitisha transporters and all stakeholders katika sekta ya uchukuzi, wafanya biashara, watu wote akawaita kwa ofisi yake. Ofisi ilijaa watu ushafahamu, na paka wengine wakawa hakuna nafasi, wakabaki nje. Wale walibaki nje ndio waliweza kutengeneza ile vuguvugu ambayo yafanya maandamano, inaitwa First Action Business Community. Bwana Joe alikuja, alifund survey report iliyofanywa na University of Nairobi. Walitoa ripoti ambayo ni excellent, ambayo imeelezea athari kubwa sana ambayo SGR ambayo itakaileta kwenye the Port City of Mombasa. Na wakaelezea ile athari namna gani, wakaeleza kwa kina kabisa na kirefu. Ushafahamu. Leo hiyo ripoti ilikuwa apelekewa rais wetu Uhuru Kenyatta, na Uhuru Kenyatta respond kwa kusikizana na kamati yake kuhusiana na hiyo, ndio atoe respond, angalie namna gani anaweza kuondosha directive hiyo ambayo ina affect. Kwa masikitiko makubwa mpaka leo hakuna jawabu tumepata mpaka leo. Na maana hawa ambao tuko na wao pamoja ambao tunafanya maandamano, ni kufanya maandamano haya mambo yawe kwa haraka, tupate jawabu ya haraka upesi. Mpaka leo tunasikitika hakuna jawabu. Ushafahamu. Sasa kama serikali wanaambiwa wameletewa ripoti ya University of Nairobi, watu wamefanya maandamano, watu walalamika maandamano 10. Serikali gani ambaye haiwezi kusikia maneno haya kilio ya wananchi wa chini? Okay, asante sana. Kabla ya kuwapatia wasikilizaji nafasi, Sangu, na swali kwako. Deni la Uchina la kufadhili mradi wa reli ya SGR limefikia shilingi milioni 650
na hii ni by June. Mkopo huu pia ulikuwa shilingi bilioni 44.7 bilioni ili kufadhili awamu ya pili ya reli ya kisasa SGR kutoka Nairobi kuelekea Naivasha, na shilingi bilioni 35.2 za ujenzi wa reli kutoka Mombasa na Nairobi. Kama SGR haitafanya biashara hii ya kusafirisha mizigo, labda munataka iwe option gani nyingine serikali ya kuweza kulipa mkopo? Asante sana. Hatujasema kwamba hii deni hailipiki. One, kuna pesa ambazo ni $2 kwa kila import container ambao inalipwa na all importers ambao that translate to Kenyans pay. So far wamesanya karibu milioni 200 million. I think Abdul Samad waliuliza hilo swali na akapewa hiyo hesabu ya kwamba ile $2 ambayo inalipa kwa kila container for the last 1 year, almost for the last 16 months. So far tumesanya pesa ambazo hatujaenda, we have not hatujaenda nyuma kwa kulipa hizo pesa. In fact hiyo $2 is almost enough kulipia hata kabla ya tujaguza hii ya ya SGR, ya mzigo. Ya pili is that tumesema sisi zote ya kwamba we are not opposed to SGR. Lakini kile ambacho we are opposed to is kwa nini serikali ya Kenya wanafanya jambo ambalo halifanyiki dunia mzima, ya kwamba wanalazimisha mpaka iende na SGR. Why are we not allowing the market forces to determine? Hiyo ndio jambo kubwa. Vile hisabu zinavyokwenda, SGR ikabeba mizigo yote 100% hailipi. Katika hisabu zao SGR passenger na uchukuzi wa container imekwenda around 7 billion na kitu. Kuiran SGR per month kwanza tuliambia ni 1 billion, kumbe ni 1.3 billion. Kisha tusikia nyuma yake kuna kampuni fulani imetengezwa ambayo inafanya ile service. Hao madirector hawajulikani kina nani. Mpigo ule uliofanywa na Safaricom, kuna percentage fulani ziko hapa ndani lakini hakuna jua. Yajulikana wazi hiyo. Manake juzi katika gazeti la Nation walifanya uchunguzi, hata wakienda katika Registrar of Companies zero, hakuna. Lakini pesa zatoka. Okay, asante sana Khalifa. Msikilizaji, na kupatia nafasi ya kuweza kuzungumza nasi. Niko na wageni hapa, tunazungumzia swala zima la ukoa Mombasa. Wadau sekta ya uchukuzi wanapinga agizo la serikali la kuweza kutaka makasha yasafirishwe kupitia SGR, na pia vile vile kilio kikubwa ni kwamba inaathiri pakubwa uchumi wa Mombasa. Swali ama hoja kwao 0706591362 au 07376995. Kabisa. Naona kama ni mimi leo. And I thank the president kwa sababu tayari Dongo Kundu wame spend about 58 billion. And it is almost 80% complete. What we want is the establishment ya free port facility ya Mombasa. Establishment ya industrial park in Dongo Kundu. If that one is done, they will create over 100,000 jobs. So we don't care. Hata kama is tutapoteza 20,000, then and we have 80,000, it's the problem. So if this run concurrently, ya kwamba to let us hasten the issue of free port facility and industrial park, then we shall not have a problem. That is the way forward, and that is what we need to push the government. Lakini kwa upande mwingine wasijaribu kutoa kitu ambacho tunacho kwa matarajio tutawafanyia kadha wa kadha. Hilo ndio sio. Ni kama unakula chakula sasa hivi, unakula sima yako, wakwambia toa isima, tutakupikia biriani kesho. Pia lazima tuwe na njia nyingine mbadala ya kuweza kukuza na kusafirisha, because tukija kwenye huyu swala ameuliza swali zuri sana. Kesho Lamu Port ikianza operation, tunajua pia wengine wataopt kusafirisha kupitia kwa sababu itakuwa ni that's very good. Kwa hivyo pia vile vile tutaona uchumi utaanguka sana kwa sababu bado kutakuwa na competition kubwa sana. Kazi pia huku zitakuwa zinapotea kwa baadhi ya wengine. So do you have an alternative solution, other mechanism? What mechanism are you putting in place kuhakikisha kwamba bado uchumi hautadorora? Sikiliza. Lamu Port, Lapset
is more important kuliko hii SGR ya sasa, kwa sababu Lamu Port ilikuwa inalenga South Sudan, Lamu Port ilikuwa inajenga Ethiopia, ushafahamu, na kisha it will be even easier kutoka Lamu kufika Nairobi kuliko Mombasa, ushafahamu. Ingekuwa wao wameconcentrate na Lapsset peke yake, ingekuwa nini zaidi. Na jambo la pili, World Bank ilifanya feasibility study kutumia ile reli ya zamani kutoka Mombasa mpaka Malaba, wairakibi ilikuwa inakosa around 80 billion. Sasa kwa nini wakaiacha ile wakaenda upya? Manake compensation za ardhi peke yake zimekwenda over 35 billion. Okay, na haijulikani hizo pesa zimepewa na za kina nani. Okay, kwa Mombasa launching itafanyika wapi? Itafanyika Polytechnic TUM University kutoka saa 2:30 mpaka saa 8. Okay, siku ya Jumamosi. Asante sana Ahmed. Sekunde moja. Kwa kumalizia, nashukuru watu Pwani FM kwa kutuleta sisi hapa, na mimi naomba serikali ifikirie jambo hili na tuweze kupata suluhu ya kudumu.